Kuna maneno ambayo watu husahau dakika chache baada ya kuyasikia. Na kuna maneno mengine ambayo hubaki ndani ya akili kwa miaka. Si kwa sababu yalikuwa makubwa sana, bali kwa sababu yaligusa sehemu fulani ya ndani ambayo mara nyingi huwa kimya. Watu wengi wanapofikiria influence kwenye mahusiano, hufikiria charisma, confidence au muonekano. Lakini katika saikolojia ya mawasiliano, mara nyingi kile kinachobadilisha connection kati ya watu sio ukubwa wa personality, ni uwezo wa kufanya mtu ajisikie understood. Ndiyo maana wakati mwingine unaweza kusahau sura ya mtu, lakini ukumbuke sentensi moja aliyokuambia wakati ulikuwa kwenye kipindi kigumu. Labda hapo ndipo nguvu ya maneno huanza. Si maneno ya manipulation, si mistari ya kuigiza, bali lugha ambayo inagusa emotional needs ambazo binadamu wengi hubeba kimya kimya. Moja ya maneno yenye uzito mkubwa psychologically ni nakuelewa. Kwa juu inaweza kuonekana sentensi ya kawaida, lakini kwa watu wengi, kueleweka ni kitu adimu kuliko kusifiwa. Kuna tofauti kati ya mtu anayekusikiliza ili ajibu na mtu anayekusikiliza ili akuelewe. Katika utafiti wa emotional regulation, watu wanaohisi kueleweka kwenye mahusiano yao mara nyingi hupata kiwango kikubwa cha emotional safety. Mfumo wa neva unapohisi haupo kwenye hukumu au vita ya kujitekea, connection huwa ya kina zaidi. Lakini kuna nuance muhimu hapa. Na kuelewa si maneno ya kutuliza conversation haraka. Watu huhisi tofauti kati ya empathy ya kweli na empathy ya kuigiza. Wakati mwingine, mtu hahitaji solution. Anahitaji kuhisi kwamba hisia zake hazionekani too much. Na labda ndiyo maana baadhi ya conversations hubaki kwenye kumbukumbu kwa muda mrefu. Kuna maneno mengine ambayo huonekana madogo, lakini yana impact kubwa sana kwenye attachment ya binadamu. Ninaamini unaweza. Katika mazingira mengi ya maisha, watu hukutana zaidi na criticism kuliko encouragement ya kweli. Wazazi wenye pressure, mahusiano yenye comparisons, mfumo wa kijamii unaopima value kwa achievement. Ndiyo maana mtu anayekuona potential yako hata wakati wewe mwenyewe hujioni vizuri, mara nyingi hubaki muhimu psychologically. Research kuhusu self-efficacy kutoka kwa mwanasaikolojia Albert Bandura ilionyesha kwamba namna watu wanavyoamini uwezo wao huathiri sana behavior zao na resilience yao. Mara nyingi confidence hujengwa socially kabla haijajengwa internally. Lakini pia kuna tahadhari. Encouragement ya kweli haimaanishi kuignore reality. Wakati mwingine positivity ya kupita kiasi huonekana disconnected. Watu wengi hawahitaji kuambiwa utakuwa sawa kila mara. Wanahitaji mtu anayekubali ugumu wa hali yao bila kuwaondolea matumaini. Kisha kuna sentensi ambayo mara nyingi hujenga closeness ya kina sana. Pole kwa uliopitia. Si kila maumivu yanahitaji solution ya haraka. Wakati mwingine acknowledgement peke yake huwa healing. Katika trauma psychology, validation inaonekana kuwa moja ya vitu vinavyosaidia watu kuhisi experiences zao zina uzito wa kibinadamu. Watu wengi hukua kwenye mazingira ambapo emotions zao zilipuuzwa, zilichekwa au zilionekana kama udhaifu. Kwa hiyo, mtu anapokutana na mwingine anayesimama kwanza kuelewa maumivu yake bila kuyapunguza, connection huwa tofauti. Na pengine hii ndiyo sababu baadhi ya watu hujikuta wakimtafuta tena mtu aliyewahi kuwapa emotional safety hata baada ya muda. Lakini si maneno yote yenye nguvu huwa soft. Kuna wakati sentensi yenye impact kubwa ni huna haja ya kujifanya mbele yangu. Binadamu wengi wana versions tofauti za personality kulingana na mazingira waliopo.
kazi, familia, mitandao ya kijamii, mahusiano. Mara nyingi watu huchoka psychologically kwa sababu wanatumia energy nyingi kumanage perception. Ndiyo maana authenticity huwa attractive kwa kiwango ambacho watu hawakielezi waziwazi. Carl Rogers, mmoja ya psychologists waliojadili sana human connection, aliwahi kuzungumza umuhimu wa unconditional positive regard, ile hali ya mtu kuhisi anaweza kuwepo bila kuperform kila sekunde. Lakini hili pia haimaanishi kwamba mahusiano hayahitaji growth au accountability. Kukubalika haimaanishi kutokosoana kabisa. Tofauti ipo kwenye namna criticism inavyotolewa. Je, mtu anahisi anatengenezwa au anavunjiwa? Halafu kuna maneno ambayo mara nyingi huonekana rahisi sana hadi watu hawayaweki uzito. Nashukuru kuwa upo. Katika kipindi hiki ambacho watu wengi wamezoea fast communication na temporary attention, gratitude ya kweli imekuwa nadra kidogo. Si kwa sababu watu hawajali, bali kwa sababu wengi hudhani hisia zao zinaeleweka automatically. Lakini psychologically, appreciation huongeza emotional bonding. Tafiti kadhaa kwenye relationship psychology zimeonyesha kwamba watu wanaohisi kuthaminiwa mara nyingi huwa na kiwango kikubwa cha closeness na commitment kwenye mahusiano yao. Na pengine hapa ndipo watu hukosea kuhusu influence. Si kila mtu anayebaki kwenye maisha ya wengine ni yule aliyekuwa most impressive. Wakati mwingine hubaki yule aliyefanya wengine wajisikie salama kuwa binadamu wa kawaida. Mwisho wa siku, maneno haya hayafanyi watu kukufuata milele kwa maana ya control. Binadamu si mashine za kuprogram. Kila mtu hubeba historia yake, attachment style yake, na namna yake ya kupokea upendo au ukaribu. Lakini kuna ukweli mmoja wa kimya huonekana mara nyingi kwenye mahusiano ya binadamu. Watu hukumbuka sana jinsi walivyojisikia mbele yako. Na wakati mwingine, sentensi ndogo inayotoka kwenye attention ya kweli inaweza kuwa na uzito mkubwa kuliko mazungumzo marefu yasiyo na uwezo wa kihisia. Kama unapenda mazungumzo ya relationship psychology, human behavior na emotional dynamics za maisha ya kila siku, unaweza kuendelea kufuatilia video nyingine taratibu.